ujumbe wetu wa siku ya leo tumewekea kichwa Watches of the Night. Na ningependa kwanza niwaambie kwamba usiku unakuwa umegawanywa mara nne. Na kama usiku umegawanywa mara nne na masaa ni 12, ni kusema ya kwamba every watch imebeba masaa matatu. Praise the Lord. Na pia mchana iko tu vile vile. Mahali ambapo usiku inaishia, si tayari sasa ni mchana inaanza. Nayo mchana pia inagawanwa na masaa matatu. Kwa hivyo kuna 4 watches of the night and 4 watches of the day. Lakini kwa siku ya leo ningependa kushiriki pamoja na wewe ujumbe ambao tutaweza kuangalia the watches of the night. Maana wakati wa usiku ndio mambo mengi ambayo huaga inafanyika. Ndio activity nyingi huaga zinafanyika. Na kwa hivyo watu wa Mungu ningependa siku ya leo kwa utukufu wa jina la Bwana iweze kushiriki pamoja na wewe huu ujumbe. Na ninaamini kwamba itakubadilisha kabisa na itakuwa ya baraka kwako na Mungu wetu ataweza kukutendea mema. Praise the name of the living God. Na kama ni hivyo basi, the first watch of the night inaanza jioni saa 12. Ikianza saa 12 inaenda mpaka saa 3. Kutoka saa 3 tunaingia second watch mpaka saa 6. Na kutoka saa 6 mpaka saa 9 ya usiku, hiyo ndio third watch. Na fourth watch sasa inaanzia hapo mpaka saa 12 asubuhi. Na wakati ambapo ninaongea hivyo, nikipenda leo nisiongee sana kuhusu first watch. Maana first watch ni kujitayarisha kwa sababu ya usiku. Na second watch pia ni wakati ambapo mtu anajitakasa, ni wakati ambapo unajiopea, wakati ambapo unaambia Bwana ya kwamba sasa hata nikilala kuwe pamoja na mimi, ninaomba ya kwamba unitembelee, ninaomba ya kwamba niote ndoto nzuri, unionyeshe maono mazuri. Yaani ni wakati wa preparation kwa sababu ya usiku. Lakini mahali ambapo ninataka nishike siku ya leo tuweze kuzungumza ni about the third watch of the night. Praise the name of the living God. Na nikimaliza kuongea about the third watch of the night, nitaweza kuchukua wakati mwingine nikufundishe about the fourth watch of the night. Praise the name of the living God. Na wakati ambapo ninaongea kuhusu the third watch of the night, ninaongea kuhusu lile lisaa ambalo huaga linagawanya usiku mara 2. Kwa sababu sasa nimeanza kuongea kuhusu saa 6 mpaka saa 9 usiku. Na ukumbuke ya kwamba vizuri, saa 6 ni masaa ni 6 hours ambazo zimepita na ni 6 hours zimebaki ndio usiku iweze kukwisha. Na sasa tuko katikati, we are at the middle. Ndio maana inaitwa midnight. Na kwa hivyo we are speaking about the midnight hour of the third watch. Praise the name of the living God. Na wakati ambapo tunaongea kuhusu the midnight hour, tunaongea kuhusu the middle of the night. Tunaongea kuhusu the center of the night, the halfway. Praise the Lord. Tunaongea kuhusu the center or the central part of the night. What happens at the central hour of the night? Ni kitu gani ambacho huwa kinafanyika wakati huo? Ni mambo gani ambayo hufanyika wakati huo? Let me tell you, as I begin to speak about what happens at night, this is an hour of transition. Ama ni ile wakati ambapo huanga tunatoka kutoka half moja ya usiku tunaingia to the other half. What am I saying? Wakati ambapo tuko katika hii half, it is the darkest hour of the night. Wewe umeshawahi kuamka saa 7 ya usiku? Umeshawahi kuamka saa 8:30 ya usiku? Na saa 6:30? Uone ile giza inakuwa kama ile inaanza kuongea. Bwana asifiwe sana. Ni kama ile giza ambayo unaweza ukaishika na mkono. The darkest hour of the night. Na wakati ambapo tunasema it is the darkest hour of the night, I want to tell you for sure that kwa sababu ufalme wa Shetani unafanya kazi kwa giza, this is the time they are very active. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio wakati ambao wanafanya mikutano. Hii ndio wakati ambapo washauri wanaitana, waganga wanaitana, satanist wanaitana, na wanaanza kupangia siku. Maana sasa wakati huu ndio siku huaga inashikwa. The coming day ndio huaga inaanza kushikwa. Malango yake inakuanga imefunguka. Amen. Na sasa kama ndio imegawanya usiku 2 ama imegawanya the two parts of the night, we are at the middle of the night. Let me tell you, if you can be able to control the ring, you can be able to control the flow. If you can control what is happening in the first half, and you are awake at the half of night,
you connect to the second half of the night. In other words, you read the two halves together. Uweze kushikanisha the first half and the second half. I am telling you, you will be able to have command. This is what we call commanding in your morning. This is when we say, now you can reign, you can control. Praise the name of the living God. This is the time when we say that you can have breakthroughs. Kwa sababu, kama unaweza control the ring, you can be able to control the results. And if you can be able to control the results, you can be able to command the results. And if you can be able to command the result, you can be able to determine what is going to happen in the course of your day, in the name of Jesus. Tuko pamoja, Bwana asifiwe. Na wakati huu ambapo ninaongea kuhusu, watu wengi sana wanakuwa wamelala. Ile usingizi ambao ni mzito. Hii wakati ndio watu wanakuwa wamelala kabisa. Na kwa hivyo, kwa sababu maombi ni machache, ndio maana unapata ya kwamba ndio activities nyingi za ufalme wa giza zinapata nafasi ya kufanya kazi. Praise the name of the living God. Na mpendo wa mtu wa Mungu kabla nisome neno. Wacha nikwambie kwamba hapa ndio vita huaga unapoteza, na hapa ndio vita huaga unawini. Are we together? At the middle of the night, the third watch of the night, hapa ndio unaweza kushika siku yako na ufaulu. Na hapa ndio inaweza kukupata ukiwa umelala na ulale kabisa, ukose kujisikia kupata ya kwamba mambo mengine ambayo huko unataka ifanyike imeshakuja na hakuna kitu sasa unaweza fanya. Maybe sasa uende mbele za Bwana, waambie Mungu ya kwamba sasa ndio ila Bwana, ninataka uingilie hii baba, unihurumie katika jina la Yesu. Huwa sasa maombi kama hayo ni mazuri, lakini ukitaka kuavoid mambo mengine katika maisha yako, shida zingine na matatizo na uzito, ni vizuri kuelewa ya kwamba that watch ndio risala kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua ya kwamba wengi huaga tunafanya maombi saa 9. Lakini siku ya leo nataka nibadilishe mawazo yako kidogo. Nikwambie ya kwamba if you can control the me, you'll be able to control the me. Bwana Yesu asifiwe. And if you miss to control the middle, you lose your dominion over the second half. Bwana Yesu asifiwe. Katika Matthew 25, hapo ndio tutaanza na nitaangalia neno ambalo sote tunalijua vizuri, tunalifahamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukua Matthew 25, na ukifika hapo unasema amen, na Bwana ataweza kukubariki. Matthew 25. Amen. Matthew 25. Na Biblia inasema namna hii mstari wa 6. Matthew 25, mstari wa 6. This is what the Bible says. And at midnight, a cry was heard, before the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. Praise the Lord. Mimi nikifikisha hapo nikisoma hiyo mistari mitatu, nitaweza kuelezea ile maneno ambayo ninataka uyashike siku ya leo. Maana hapa tunaona kulikuwa na vikundi mbili za watu, na kulingana na vile ambavyo walikuwa wamejiandaa, tunaona vizuri ya kwamba kuna kikundi moja ambayo ilikuwa iko tayari kupita katikati ya usiku, na kuna kikundi kingine ambao haikuwa na uwezo wa kupita katikati ya usiku. Hapa tunaongea kuhusu sasa the wedding ama harusi ya mwana kondoo, na hivi ndivyo ambavyo itakuwa wakati ambapo Yesu atakuwa akikuja. Hii itakuwa tu kama hii wakati. Kuna watu ambao watakuwa wameweza kubeba mambo yao just for the half of the day. Wataweza tu kuwa wamebeba mafuta yao. Mafuta hapa, wacha nikwambie ukweli, hii ni Roho Mtakatifu ambao tunaongea mambo yake hapa. Na kwa hivyo hawa watu ambao walikuwa watano, wanamwani, 5 of them, they were not able. Walikuwa tu na mafuta kidogo. In other words, at the middle of the night, they were not able to link up with the other half. Na kwa hivyo they were not awake, kwa sababu wakati ambapo hauna Roho Mtakatifu,
Hauna roho mtakatifu. You are not sensitive. You become insensible. Unakuwa mtu ambaye umekauka kwa mambo ya Mungu. Hauelewi ni kitu gani ambacho kinafanyika. Na hapa ndio tunaona ya kwamba kulikuwa na wengine watano ambao Biblia inatuambia vizuri ya kwamba walikuwa wamejibebea mafuta ya kutosha. Amen. Na kwa hivyo nikisema walikuwa prepared to keep watch the whole night. Praise the name of the living God. Walikuwa prepared to connect the first half and the second half. Amen. Na wakati ambapo tunaangalia hawa, Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wakati ambapo bridegroom alikuja, hao ndio waliweza kuingia. Wengine watu walisubiriwa. Na kwa hivyo at the middle of the night, ndio bridegroom alikuja. Praise the name of the living God. Na kama alikuja at the middle of the night, ni kusema ya kwamba ndio uweze kusikia Yesu akikuja. You must be awake at all the time. Hapa ndio usikizi inakuwa mzuri. By the way, hii ndio wakati ambapo watu wanatafuta mwenge mwingine waongeze juu ya yenye wako nayo. Hapa ndipo ambapo watu wanasikia kabisa sasa usikizi ni mzuri, hata ukiambiwa uamke hauwezi amka. Ukiambiwa uamke unaweza kuja at the middle of the night, the midnight. Na hii ndio wakati ambapo watu watano walishiwa na mafuta. Na wengine watano wakakuwa na mafuta. In other words, watano walifika katika safari, wakatokea katikati. Hawangeweza kuendelea. Na wengine watano bado walikuwa na nguvu. Maana Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu anatupatia strength ya kuenda safari hii ya imani. This is a marathon journey. It's not a sprinting. This is not sprinting. This is a long what? This is a long race. Hii ni marathon ambao unaenda. Na kwa hivyo inatakikana ujitayarishe vizuri. Yaani ujue kwamba hii ndio masaa ambayo hii activity ndio inafanya. Unajihami vizuri. Hakuna mwanajeshi ambaye anaweza kulala kwa vita. Na kama wewe you are army of the Lord, you must understand the activities of the enemy na vile ambavyo masaa wanashukua kusifanya ndio uweze kushinda. Otherwise utakuwa kama mwalimu mmoja wa hawa watano ambao Biblia inasema walikuwa wajinga. Hawangeweza kwenda the other half. In other words, they were not able to cross over the other half of the night. They were defeated in the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. Na at the middle of the night ndio nataka nikuambia kwamba ndio watu wengi wao wanaanguka. Maana wakati ambapo activities za darkness, Satan ndio wanafanya kazi. Wachawi ndio wako busy. They are doing all they can do. Wakijia kwamba wameanguka. Let me tell you, if you don't have enough strength, hapa utaanguka. Utaanguka. Mtu haanguki ile siku ambayo umekutana na yeye akiwa amekunywa busa. Hapana, alikuwa ameanguka kitako. Na ile masawa watu huanguka. Na hapa ukiangalia unaona is 5 to 5. Hiyo ni ratio ya kusema nini? 1:1. Na hiyo ni kusema ya kwamba katika kongamano ya watu watakatifu 200, 100 ndio wanakuwa awake. Ndio wanakuwa wamejisikia. Na kwa hiyo hawa wengine inawezekana sana wale wanaisha kiwa na mafuta katikati. Wanaishiwa na nguvu katikati. Hawawezi kuendelea, hawana uwezo wa kusukuma mbele. Na kwa hivyo hapa inamaanisha kwamba hawawezi kufika mbinguni. Praise the Lord. Hawawezi kufika mbinguni. Maana yake walilala. Praise the Lord. Na wakati ambapo wameamkia hivyo wakakuta they are not ready for kuendelea na safari. Kitu kingine ambacho ninataka nikuambie kupitia hii habari ambayo wanamwalimu watano werefu na wengine ambao Biblia hapo inasema foolish. Ni kwamba at the middle of the night is the hour of visitation. In other words, wakati ambapo Shetani na vikundi yake wameamka kufanya kazi, naye mbinguni wako busy kufanya mambo ya kiungu. Na kwa hivyo unaweza kupitwa na mambo mengi. Hapa unaweza kupitwa na mambo mengi. Na katika middle of the night hiyo kita inakuwa kubwa. Angalia kutoka hiyo masaa, kutoka saa 6 ya usiku mpaka 3 am. Mambo ambayo wewe mwenyewe unajua imeshawahi kufanyika kwako. This is the time ambapo hata ndege ya Malaysia si ilipotea usiku. Si ilipotea hiyo masaa. Na mpaka haya haijawahi kuonekana. Kesi nyingi ama mianguko mingi na accident nyingi kufanyika hiyo masaa. Baada kwa nini tunatafuta utaona? Praise the Lord. Na pia watu wengi hukufa hii masaa from 3 kurudi nyuma mpaka 12 am. 12 am to 3 am. Hii ndio mambo mengi ya kishaitani huaga inafanyika. Na siku moja acha nikuambie kitu ambayo ilinifanyikia mimi. Kuna wakati ambapo kabla nipate hii ufunuo
Ilikuwa tu ni kulala. Na kabisa ukilala saa 2, unajua kwamba nitaamka saa 9 ama nitaamka saa 10 asubuhi ndio niweze kujipeleka mbele za Bwana. Na hapa tuna na wakati huo mimi nilikuwa tunafanya kawaida. Lakini wacha nikwambie ukweli. Siku moja nilisikia nimetembelewa. Na sio Mungu alikuwa ametembea. Bwana sikiwe. Na nikashuma sana. Nilichuma masikio. Na nikapigwa fita nzuri. Nilichuma mpaka wakati ambapo niliamka nilikuwa nagusa hivi. Ninasikia kabisa ninasikia uchungu. Hiyo masaa ninakwambia. Nilichuma nikachumwa mpaka nikapiga duru. Ile kitu iliniamsha, ni neighbor nilisikia ameoga mlango. Kijana ni nini? Sasa hapo ndio nikastuka, nikaamka. Kutafuta wale wananipiga baada nikasema, "Ninapigwa." Unaangalia mwenye anakupiga, unakosa. Kwa sababu shetani anafanya kazi hii masaa. Uliza watu wengi wenye upendelewa na spirit pastor. It's like maana kwa watu wake wewe. Praise the name of the living God. Uliza watu wengi wenye uota ndoto baya. Nini masaa? Because they want to be. Ukikulishwa nyama bishi chini ya bahari ukifanya mikutano na watu ambao sio wa Mungu, ni hii masaa. Amen. Because when you're not aware, ndio shetani huaga anakutarget na anajua kabisa ya kwamba masaa yenye unaweza kupatikana ni kutoka hii masaa mpaka hii masaa. Na sisi watu wa Mungu lazima tukue werefu, tukue kama wanamwali watano werefu, tujue how are we going to counter the enemy. Tutaingia katika vita na tusimame namna gani that we may be able to control our day, that we may be able to command our morning. Praise the name of the living God. Morning, you don't command morning 6 in the morning, 6 a.m. You don't command your morning 6 a.m. You don't command your morning 7 a.m. You command your morning at the middle of the night. When you are waking up between the first half and the second half of the night, that's when you command your day. That's when you can stop the activities of the darkness. Praise the name of the living God. That's when you can stop the Satanists from their operations. Lakini ukiwa umelala, jamani, hata wewe jamani, ukiwa umelala, defense yako iko namna gani? Ukiwa umelala, unafikiria kitu gani? Ukiwa umelala, unasaidia mkono wako mtu kumi. Hauwezi. Amen. Na kwa hivyo lazima tujue strategy. Hapa watu wa Mungu, kipindi kama hii tutaweza kusimama na tushinde shetani. Tutaweza kusimama and overcome the enemy. Tusimame na hii vita tutokee ndani yake tukiwa victorious, tukiwa na nguvu. Na sasa secretary iko hapa. When they are going out to work, manake tuko na nguvu kwa shida. This is the time we can overthrow their kingdom. We can overthrow their operation. We can overthrow their plans. We can destroy, we can disconnect their plans. This is the time we can fight battles successfully and victoriously. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. At the middle of the night. At the middle of the night. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wacha nikuambie hii kitu sasa. Maana mimi nilipigwa hiyo masaa. Na wakati ambapo nilijua hii siri, mimi hiyo masaa utanipata nimelala. Na mkanda hata kama nini inafanyika, hata kama kunanyesha, wakati ambapo unasikia ya kwamba unataka kulala usingizi na jana na ya kesho. Hiyo wakati siwezi nikalala kwa sababu nilijua operation zinafanywa. Nikaona kwamba hata kama nikunyogoa, si wangenioga tu. Na nilikuwa nimeokoka. By the way, nilikuwa hata nahubiri. Lakini nilishindwa mpaka masikio ukiguza hivi unasikia iko na vitu ambazo nilizikushindwa kabisa. Praise the name of the living God. Na wala ni kitu gani ambao kimeshawahi kufanyika kwa between 12 a.m. and 3 a.m. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni masaa ya intercessors kuwa wameamka. Na intercessor ni mimi na wewe. Hii ni masaa ya warfare. Amen. This is the best time to strike the camp of the enemy. If you want to be a successful believer, learn to be awake at this hour of the night. Praise the name of the living God. 1 Kings chapter 3 verse 20. Ninataka nisome hiyo mstari mmoja hapa. Na ninaamini kwamba Bwana ataweza kutubariki. Ninataka nikuelezee
mambo machache ambayo yameshawahi kufanyika at the middle of the night. Mambo mazuri na mambo si mazuri. Na tusipomaliza leo, nitakuletea hiyo ujumbe mpaka tumalize. Au take you through the Bible. Nikuonyesha mambo yote ambayo imeshawahi kufanyika in the biblical time. Ikawekwa kwa Bible. Moja kwa moja na tutabarikiwa na Bwana. 1 Kings chapter 3 verses 20. Biblia inasema namna hii. 1 Kings chapter 3 verse 20. Biblia inasema hivi. And she arose at midnight. Sikia. Lao huyo mama aliamka at the middle of the night and took my son from the city. Sikiliza. Sasa hapa kuna mama wawili. Na hii habari inajua kwa mmeelewa kabisa. Leo nilikuwa nataka niwaletee ile mambo ambayo hauwezi ukasahau. Ilifanyika at the middle of the night. Sasa ukisoma hii maandiko, and took my son from beside me, while they had me slept, and laid in her bosom, and laid her dead child in my bosom. Sikiliza, hii ni wakati ambapo hao mama wawili walikuwa kwa inaitwa maternity na wamepata watoto. Na wakati ambapo walipata watoto, Biblia inatuambia hapa vizuri na wasiwasi ya kwamba mmoja akiwa amelala akalalia mtoto yake akaua middle of the night. Na wakati ambapo wanaelewa kwamba ameua, akaanza kuchukua ile mwingine wa neighbor akaleta kwake akabadilisha. Praise the name of the living God. Ni mambo gani ambayo tunataka nikwambie hapa? At the middle of the night is a time of exchange. Ni wakati ambapo mambo mengi huwa yanabadilika. Inawezekana kuwa hata familia yako, wewe ambao sahihi umefikisha miaka ya kuolewa na hujaolewa, umefikisha miaka ya kuoa na hujaoa. Inawezekana sana ilibadilishwa hii wakati ambapo mzee alikuwa anakuja ukakuwa umelala kapigwa kingine. Wakati ambapo msichana mzuri alikuwa anakuja kwako ukakuwa umelala akabadilishwa. Baraka zinabadilishwa wakati kama huu, authority zinabadilishwa. Because if you cannot govern, always govern your world, you cannot govern your day, it will be governed by another authority. Bwana asifiwe sana. Inawezekana ulikuwa ukuwe mtu mkubwa kwa hii dunia, lakini kwa sababu haujawahi kujua hizi mpaka saa hii, wewe ni mtu kashi. Unafanya kazi mahali ambapo haujui kama kesho utakuwa, haujui kama hiyo kesho nyingine utakuwa. Hii ni wakati serious. Hii ni wakati wa serious business. Na dunia zote mbili, ulimwengu wa kiroho wetu wa Mungu wa mbinguni na shetani ndio wanafanya kazi. Sasa hapa tunaona kama kazi ya kuiba ni shetani. Sisi tunaona shetani alikuwa hapa. Kama kazi ya kuiba ya shetani, sisi tunaona alikuwa hapa. Na sasa ni kitu gani alifanya? Anaenda kubadilisha. Praise the name of the living God. Na wakati mwingine shetani kwa sababu hana vitu zake, ni muongo, anachukua ile vitu ambazo zimekuja kwetu kwa siri wakati watu wamelala. Unapata ya kwamba ile kitu, ile nyumba ambayo ulifaa kuwe nayo, sasa hii kuna mtu mwingine wa shetani ilibiwa ukiwa umelala. This is where the exchange takes place. Amen. And for us to conquer and for us to possess the gates of that day, we need to be aware. Always you can possess mlango wa siku kama umelala jamani. You cannot. You cannot. Praise the Lord. By the way, hata ile kesi ya Judas, ukisoma Biblia vizuri na uhesabu hiyo masaa, ilikuja middle of the night. Jesus Christ mwenyewe alipigwa kesi na Judas usiku saa 6, middle of the night. 12 to 3 a.m. ndio alikuja kuwa betrayed. Praise the name of the living God. Na kama hiyo activity Judas ingeweza kumanage kuifanya hiyo masaa. Na sisi ni wanadamu tu hapa, tunakula ugali na nyama choma na sambusa. Ni kitu gani ambacho hawezi akakuja kufanya? Na huyo alikuwa mwana wa Mungu, upako ako naye, anaponya, anainua. Amen. Anatoa pepo. Wao wanatoka kwa makaburi, wanawafufua kama Lazaro. Sasa na sisi tulani jamani, unafikiria ni kitu gani itakuja? Ni kitu gani itakuja? Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo tulikuwa tunasoma about the virgins wakiwa kwa harusi. Let me tell you something. Another secret in those verses. Niruhusu tu nirudi hapo nyuma kidogo. This is when engagement huwaga zinafutwa. Bwana asifiwe. Kama hauko awake, usiseme ya kwamba ati kuna msichana fulani amekuja kwa kuiba familia yako.
Hiyo si wakati ambapo hiyo ni manifestation ya kuwa ilipigwa kitambo. What we come across is the manifestation, is the result of what has happened over the night. Amen. Mambo mengine tunalia, tunasema ya kwamba imekuja. Oh God. Hii unasikia kabisa ule uchungu na mwitikio, lakini ni kitu ambacho ungeweza kukisimamisha na kukiondoa at the middle of the night when the exchange inafanyika. Na nimekuambia kwamba hapa ndio utapata hata na jirani. Na siku moja kuna mahali ambapo tulikuwa tunakaa kwa ghorofa juu. Mimi sikuwa naamini ya kwamba kuna watu wanakimbia usiku bila tu. Hiyo ndio siku ya kwanza niliona na macho namna hii. Jamaa anakuja nilisikia kuna tembelewa hivi. Na nikakaa kabisa nikasikia hiyo ni hatua ya kwanza, hiyo ni hatua ya pili, na nikasikia kama maybe ni kuota ninaona. Nikasikiza tena vizuri, nikasikia hapana kuna mtu. Nikaamka pole pole nikatazama kwa dirisha. Naona kama mnono hapa na kitabu kama hii. Anakimbia hata mita, anaenda anafika, anarudi, anakimbia tena, anarudi. Mpaka nikaona kweli shetani yuko. Shetani yuko kazini jamani. Nikawasikia kama ninaweza hapo. Nikarudi nyuma kidogo. Nikafikiria. Nikaangalia yeye tena. Ndio maana ikakuja ndani yangu ya kwamba aliye ndani yangu ni mkubwa kuliko. Kwa sababu Mungu anaweza akafanya ukimbie usiku kama hauna kuwa. Unasumbuka nyumba ya mtu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na hiyo masaa tu, by the way ilikuwa kitu wandate. Saa 7:30 ya usiku. Ndio anafanya hiyo kazi. Na wakati huo ukijaribu hata kuangusha kichwa na mdahii wakati wanafanya hizo activities au wewe wako katika mission ya kuhakikisha kwamba umelala kabisa, ndio kesho yako ibadilishwe, ndio wiki yako ibadilishwe, ndio familia yako ibadilishwe, ndio assignment yako, employment yako, biashara yako ibadilishwe. They have to control their region. Wanakuja kufanya hiyo kazi. Nikajitia nguvu keioja. Nikasema kwa waza hata mimi sasa tutafungua dirisha kama ataruka tutakutana. Nikafungua wakati alisikia hivyo. Hiyo ile kitu ndio. Alitumua bio. Na wakati huo Bwana asifiwe. Kwa hiyo at the middle of the night, akitetea nyingi. When it is dark, ndio magugu ilipanda kwa shamba. Biblia inakwambia vizuri katika hiyo Marko 16:23 ama 24 ni hiyo 25 sana ama ni 16. Ati wakati ambapo mpanzi alienda akapanda mbegu nzuri akatekeleza shamba. Huyo alikuwa dede. Akatekeleza kabisa mpaka kaitakuwa mzuri. Bila hata leo unaweza kutekeleza shamba yako. Akapanda mbegu nzuri. Naye usiku wakati ambapo mpanzi alienda kulala, naye shetani anakuja. Biblia inasema kwamba alipata magugu na hakujulikana alipata. Ile kitu ilionekana ni wakati ambapo mbegu nzuri ilimea. Haya magugu ikatokea. Ikajulikana kwamba hapa nini? Kuna mabadiliko ilifanywa. Mbegu haiko peke yake. Iko na tears. Praise the name of the living God. Hiyo Yesu akasema kwamba kwa sababu watu walilala, hawakujua kwamba hii kitu imepandwa ama wazuilie ipande. Wacha tu ikuwe pamoja. Hakuna kitu ingefanya. Ndio maana tunasumbuka. Maana wakati ambapo tulihama katika biashara zetu kuna magugu ilipandwa, katika jamii zetu kuna magugu ilipandwa. Praise the name of the living God. Katika huduma zetu kuna magugu ilipandwa, sasa zinakuwa pamoja. Unasikia harufu ya bagi pande hii? Bagi ni magugu by the way. Unasikia hiyo? Na unasikia mahindi pande hii kama gani? Sasa ukiweka hizo vitu zote mbili, wewe unaona kama inakuwa namna gani? Utakuwa unafinywa pande hii, lakini pande nyingine unaangalia unaona furaha kwa sababu ngano na teas na magugu zimekuwa pamoja. Pande moja ni nzuri, pande nyingine ni mbaya. Ukitaka kucontrol and you go in this life successfully, this is the middle, the center, the halfway. You link up the two, half and half. You link them up. You control your life. Otherwise, if you cannot control, you will be controlled. Kwa wale ambao walikuwa wewe. Watu wa shetani hawakuwa na haja na watu mchana. Hata maisha hawakuwa na haja na mchana. Hata wale ambao wanaitwa mchana, ni wale wanaitwa kubeti ya wao. Lakini mwizi ambaye ako na akili kabisa. Mwizi halali anaibaka usiku. Hii masaa, middle of the hour.
ndio anakuja kuiba. Nasikia kwamba fungua au usipofungua tutaingia. Sasa utafanya nini? Middle of the night. Anaambia hata jaribu kuongea. Piga tu kidogo hivi. Tuonane na wewe. Unaelewa tuna mafungua. Mwizi, robbery inakuja hiyo masaa. Praise the name of the living God. Hakuna mwizi ambaye atakwambia kwamba saa 3 atashikwa tu kwa sababu watu hawajalala. Saa 5 atashikwa tu watu hawajalala. Lakini kuanzia saa 6 mpaka saa 9 ya asubuhi. Ngoja uone. Hata Waisraeli wameuawa hiyo masaa. Hata kwa history utaona. Ya mwisho ndio niweza kutoka hapa. Hii ndio masaa ambayo maripists wao wanafanya kazi pia. Maripists wanafanya kazi kwa eneo la maripists. Engagement rules zinafutikana hii masaa. Ukitaka kujua hiyo mambo kwa sababu sitasoma masaa yako imekwisha. Utaweza kusoma Judges chapter 19 verse 22. Itakuonyesha vile ambavyo watu walienda kushika mzee, wanaenda kufanya Sodom. Praise the name of the Lord. At the middle of the night, walienda kufanya hiyo mambo. Wanaitisha mzee mwingine, wamfanyia mambo. Na alikuwa mgeni kwa hiyo kiti. Bwana Yesu asifiwe. Rapist. Na rapist wa kiroho pia wanafanya hii kazi. Hiyo masaa. Sinema atakuja kuambia hivi. Rapist wa kiroho ni spirit husband. That is the time. Wanatembelea watu. Na wakitembelea watu, family zinaanza kuvunjika. Kwa hivyo, engagement rules zinaanza kufanya kazi hiyo masaa. Bwana Yesu asifiwe. Exchange inafanyika. Engagement inafanyika. Destruction zinafanyika hiyo masaa. Katika jina la Yesu, ninaomba ya kwamba tutakuwa awake. In the name of the Lord. Prostitution inafanyika hiyo masaa. Tazama uone. Mimi sikuongelea mambo mageni, nakuongelea hata mambo iko hii Nairobi. Amen. Biashara zinaibia kwa hii masaa. If you want to be successful, be awake. Control your business that day. Kabla wakuje, wasimamishe kwa milango yao. Kwa milango yenu. Mara maagents wa shetani, mapepo. Wafukuze customer kwako. Mka control. Wakikuta uko awake, hakuna mtu atakuibia ukiwa awake. Hata akipiga kwako wapate umeweka stima, iko on. Na atazame aone, huyo bado busy. Kuna kitu ambao unafanya, haujalala. Hakuna mtu atakaribia wewe. Hakuna mtu atakaribia wewe. Kwa hivyo watu wa Mungu, hii masaa tuamuke. Hii masaa tukue awake. Tengeneza masaa yako vizuri. Lala mapema. Saa 5:30 amka. Jitayarishe. Anza kusoma neno la Bwana. Mimi nilianza kufanya mambo mengi hiyo masaa. Nasoma neno, ninasifu, ninaabudu. Ninaomba maombi mazito. Warfare prayers. Unakemea shetani. Unaambia kwamba mahali wameketi wamesema jina langu. Wapate mchuzi katika jina la Yesu. Ninawapiga na mipango yao yote. The Bible says, we resist the devil and he will away from me. He will run away from me. You resist the enemy at that hour. Warfare prayers. This is when we succeed and this is when we fail. Na watu wa Mungu. Ninawaambia siku ya leo kwamba tutengeneze masaa. Next time nitaendelea kutoka mahali ambapo nimefikisha. Na ninaamini ya kwamba Bwana atawabariki. Kwa hivyo nataka nikuombee kwa dakika moja. Father, I want to thank you. And I want to give you glory. I want to give you honor kwa sababu ya watu hawa Bwana. Ambao wamenitazama na ambao watanitazama baadaye na watasikia ujumbe huu. Nimewaombea baraka Bwana. Ninaomba ujumbe huu wasaidie maisha yao kwa sasa na kuendelea katika jina la Yesu. Ninawaombea baraka Bwana. Ninawaombea ushindi. Ninaomba uende pamoja na wao. Walinde Bwana wiki hii yote. Ninawaombea uwezo mfano. Wenye Jehova God wameletewa usingizi mzito ya kwamba hawajisikii masaa ya kuomba. Ninaomba hiyo usingizi waondoke katika jina la Yesu. Ibaki tu ile ya kawaida Bwana. Mungu wetu wa mbinguni. Naombea wiki yenye ushindi. Ninaombea kuendelea Bwana. Ninaombea kufanikiwa wiki hii. Ninaombea neema wiki hii. Baba wanapoamka at the middle of the hour, I pray for breakthrough in the name of Jesus. I declare your protection upon them, O dear Lord. Hata wakipitia hali gani Bwana, Mungu wangu ninaomba mkono wako ukawe juu yao. Uwakomboe na uwapiganie
na washindanie katika jina la Yesu. Bwana awabariki.